الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hutuba hii alifa mtukufu ni ya tarehe 14 mwezi wa pili 2014. Alifa mtukufu Yadhahullah Taala Ibn Nasr Aziz anasema kwamba leo mimi nitazungumza kuhusu bishara na nishani za Sayyidina alayhi salatu wassalam alizozieleza katika vitabu vyake. Kuhusu hii Sayyidina alayhi salatu wassalam ameeleza jambo la msingi kwamba lengo hasa la bishara hizi na nishani hizi zilizopatikana na zinazopatikana na zitakazopatikana, lengo hasa ni kwamba Mwenyezi Mungu anataka kuthibitisha ukweli wa dini tukufu ya Islam, na vile vile kwa kupitia bishara hizi anataka kudhihirisha heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya dunia hii. Ikiwa upande mmoja bishara hizi zinaziba midomo ya maadui wa Islam, vile vile ni dalili ya ukweli wa Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa ajili ya Waislamu, kwamba yeye ndiye ni shujaa yule ambaye Mwenyezi Mungu alimtuma kwa ajili ya kuuisha dini tukufu ya Islam. Huzur anasema sasa hivi nitasoma andiko moja la Sayyidina alayhi salatu wasalam katika kitabu chake kiitwacho Barahini Ahmadiyya. Andiko hili linathibitisha roho ya bishara na nishani zilizopatikana ni nini au ziliandikwa sababu gani. Sayyidina alayhi salam anasema kwamba ziliandikwa nishani hizi, zilielezwa bishara hizi ili wale watu ambao wanatafuta haki wajue na iwe dhahiri juu yao kwamba baraka zote na nuru yote inapatikana ndani ya dini tukufu ya Islam, na vile vile ili wale ambao waliopotea katika dunia hii hoja ya Mwenyezi Mungu itimie juu yao, ili tabia mbaya ya hawa watu waliopotea ijulikane juu ya watu wote, kwamba hawa watu kwa kuwa waadui wa nuru ya Mwenyezi Mungu na kwa kukataa daraja na heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wanaleta maneno machafu dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na wanaleta tuhuma dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam, na kwa sababu ya kuwa upotevu na kwa sababu ya kutokuwa na imani wanaghafilika kuhusu hii kwamba ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aliyekuja duniani ambaye ni mtu mkamilifu, na nuru yake iliendelea kuangaza duniani na itaendelea kuangaza duniani ili shani na heshima ya Islamu ijulikane kwa mdomo wa maadui, ili iwe njia ya hoja kwa ajili ya yule ambaye ana wasiwasi moyoni mwake na akili yake ipate nuru. Na vile vile sababu ya kuandika bishara hizi ni hii pia, kwamba ili imani ya waaminio iimarike na mioyo yao pia iimarike zaidi, na wao waelewe vizuri jambo hili kwamba dini itakayokubaliwa Mwenyezi Mungu ni dini tukufu ya Islam, na ni chini ya binguni kuna nabii moja tu ambaye ni mbora wa manabii wote, na ni yeye ni khataman nabiyyin.
na yeye ni khairun nas, yani mbora wa watu wote. Kwa kumfuata yeye mtu anakutana na Mwenyezi Mungu, na kwa kufuata yeye okovu unapatikana, na Qur'ani tukufu ina athari ya kweli. Kwa kumfuata mtu anapata maarifa ya elimu na moyo unatakasika katika uchafu wa ubinadamu, na kwa kupata okovu mtu anapata yakini kamili. Na sababu nyingine ya kuandika bishara hizi na nishani hizi ni hii pia, kwamba ili Waislamu wapate hoja ya milele, na wale ambao ni wapotevu na mioyo yao imekuwa nyeusi na wanapambana na Waislamu bila kuwa na haki, na wanaonyesha kwamba wao pia ni sawa na Waislamu, iendelee kudhihirika kwa watu ambao wanatafuta haki kwamba hawa watu ni wapotevu. Vile vile kizazi kijacho pia kisalimike katika sumu hii ya upinzani, kwa sababu katika bishara hizi zitapatikana mambo ambayo yatakayotokea katika siku za usoni. Basi wakati huu utakapopita na dunia ingine itakapopatikana na itakaposhuhudia ukweli wa mambo yaliyoandikwa katika kitabu hiki, basi bishara hizi zitafaidi sana kwa ajili ya kuimarisha mioyo ya watu. Huzur anasema hii ni kutoka katika Barahini Ahmadiyya, ambacho ni kitabu cha Sinam alayhi salatu wassalam, na Sinam alayhi salam alieleza ufunuo hizi wakati ule, na akasema kwamba ufunuo huu hizi si kwa ajili ya zama ile tu, bali bishara zilizoandikwa zitatimia katika siku za usoni, na bishara zote zilizotolewa na Sinam alayhi salatu wassalam si kwa ajili yake, bali alieleza kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wa dini tukufu ya Islam, na vile vile kuthibitisha heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tunashangaa na watu ambao hawatafuti mwongozo, bali wanaleta shutuma dhidi ya Sinam alayhi salatu wassalam kwamba alipata ilham katika lugha ya Kiurdu na Kiarabu na Kiingereza. Hazur anasema sisi hatuwezi kumlazimisha Mwenyezi Mungu kwamba afunulie katika lugha fulani. Hii ni hiari ya Mwenyezi Mungu. Mungu anaweza kuleta ufunuo wake katika lugha mbalimbali wakati moja, ilmuradi hizi ni bishara zilizotimia, na wasiokuwa Waislamu wao pia ni washahidi kuhusu bishara hizi, na wale ambao wana jicho la kiroho, Barahini Ahmadiyya ni nishani hata siku hizi pia. Nishani na bishara zilizoandikwa katika kitabu hiki zinaongeza imani, na kwa kusoma bishara hizi imani inaimarika. Kitabu hiki na vitabu vingine vya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam ni njia ya kupata mwongozo, bali ni nishani ya Mwenyezi Mungu. Lakini wale ambao mioyo yao ipo gizani, wao hawaelewi kitu chochote, wala hawaelewi elimu na maarifa hii ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Halifa mtukufu anasema kwamba kwa kueleza bishara alizozipata Sayyidina alayhi salatu wassalam kutoka kwa Mwenyezi Mungu katika safina ya Nuh, anasema kwamba mambo ya ghaibu alioniambia Mwenyezi Mungu, kisha baadaye mambo yale yalitimia si chini ya 10,000. Katika kitabu kitwacho Nuzulul Masihi, bishara hizi 1150 zimeandikwa kama ni mfano. Hakuna bishara yangu yoyote ambayo haikutimia, au katika sehemu zake mbili moja haikutimia. Mtu akifa kwa kutafuta bishara yangu yoyote ambayo nilieleza kisha haikutimia, labda kwa sababu ya kutokuwa na haya au imani, akisema yoyote anaweza kusema, lakini nasema
kwamba kuna bishara zangu maelfu ambazo zilitimia na mashahidi wake ni watu malaki na malaki. Tukianza kutafuta mfano wake hatuwezi kupata mfano isipokuwa katika dhati ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mfano wake unaweza kupatikana. Wapinzani wangu wangefikiria hivi wangepata mwongozo na nilikuwa tayari kuwapatia zawadi kubwa sana, lakini kwa kusema kwa shari hii kwamba bishara fulani haikutimia, zaidi hii tuseme nini? Kwamba maneno haya ni maneno machafu, si kweli. Lakini wangeeleza mambo haya katika hafla, wangelazimika kujuta na wangefedheheka. Bishara maelfu zilizotimia na mashahidi wake maelfu wanapatikana si jambo la kawaida, bali bishara hizi zinathibitisha kwamba Mwenyezi Mungu yupo. Je, katika wakati wote isipokuwa wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna nabii yeyote alieleza bishara maelfu na zile bishara zote zilitimia na watu maelfu alitoa ushahidi kwamba bishara zile zimetimia? Nasema kwamba kadiri Mwenyezi Mungu anadhihirika kwa kuwa karibu katika zama hii, mfano wake haupatikani katika zama zote zilizopita. Halifa mtukufu anasema kwamba kitabu kitwacho Zalulul Masihi ambamo Sayyidina alayhi salatu wassalam ameeleza bishara zake, nimechagua kama 3-4 bishara hizi kama ni mfano. Sayyidina alayhi salam anasema, ya Ahmadu fazati rahmatu ala shafatek. Angalieni ukurasa 517 ya Barahini Ahmadia. Tafsiri yake ni hivi: ewe Ahmad, rehema itatoka katika mdomo wako, utapewa fasaha na elimu. Kwa hiyo ni dhahiri vitabu vyangu ilionyesha muujiza ambayo hakuna aliyeweza kusimama mbele yake. Baada ya ufunuo huu niliandika vitabu na magazeti 20 katika lugha ya Kiarabu, lakini hakuna aliyeweza kushindana nami, kana kwamba Mwenyezi Mungu alinipatia midomo yao na mioyo yao. Kisha anasema Sayyidina alayhi salatu wassalam, waqalu anna laka hadha in hadha illa sihrun yusar lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan la yusaddiqu safihu illa safat al-halaki aduwwun li wa aduwwun lak kul ata amrullahi fala tastajilu. Angalieni ukurasa 514 na 19 ya Barahini Ahmadiyya, na tafsiri yake ni hivi kwamba hawa wanasema, umepataje heshima hii? Bali huu ni uchawi, sisi hatukuamini mpaka tumuone Mwenyezi Mungu. Hawa watu bila kuwa na nishani ya mauti hawataamini. Waambie kwamba tauni pia inakuja, kwa hiyo msifanye haraka, msiombe nishani haraka. Uzuri nasema bishara hii ilitolewa miaka 20 kabla ya tauni. Kisha tauni iliendelea kwa miaka na miaka na watu malaki walikufa kwa sababu ya tauni. Kisha anasema Sayyidina alayhi salatu wassalam, ashabu sufate wa madra kama ashabu sufa tara ayunhum tafizu min ad-dami yusalluna alayka rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman wa da'iyan ila allahi wa sirajan munira amlu. Angalieni Barahini Ahmadiyya ukurasa 242. Tafsiri yake ni hivi: marafiki wa sufa, na wewe unajuaje kuhusu sufa? Utaona macho yao yanatoa machozi na wanakuswalia kwa kusema hivi: e Mola wetu, tulisikia sauti ya muhitaji aliyesema kwamba murekebishe imani yenu na muimarishe imani yenu, na alikuwa anatuita kwa Mwenyezi Mungu na alikuwa anatusafisha katika ushirikina, na ilikuwa taa ardhini.
angalieni bishara hii ilipoelezwa katika barahini ahmadia kulikuwa hakuna ashabu sufa wala kulikuwa hakuna nyumba ya wageni, lakini baada ya bishara hii ni bishara barahini ahmadia iliandikwa katika mwaka 1882 na baada ya bishara hii watu waliohamia Qadian kwa ajili yao nyumba ya wageni ilijengwa. angalieni bishara hii ni bishara ya shani sana. Bishara hizi zilitolewa wakati kulikuwa hakuna alikuwa nafikiria kwamba wakati utafika watu watajumuika Qadian na kwa ajili yao nyumba itajengwa ili waweze kuishi pale. kisha anasema sayyidina alayhi salatu wasalam, yuriduna liyutfi'u nur Allah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. ukurasa 240 ya barahini ahmadia. tafsiri yake ni hivi kwamba watu watanuia kwamba kwa vinywaji wazime nuru ya Mwenyezi Mungu, yani watatumia hila mbalimbali, lakini Mwenyezi Mungu atakamilisha nuru yake ingawaje makafiri hawapendi. bishara hii ni ya wakati ule dhidi ya jumuiya. wapinzani walikuwa hawana upinzani wa aina wowote, yani kulikuwa hakuna upinzani wakati ule wakati bishara hii ilipotolewa. lakini baada ya bishara hii miaka 10 ilipopita, upinzani uliopatikana ulikuwa ya hali ya juu, yani fatwa ya kafiri iliandikwa na magazeti mengi yaliandikwa dhidi ya jumuiya, na mashekhi wote wakawa wapinzani na wakatumia hila zote za kuniangamiza na kuniua, lakini matokeo yake yalikuwa kinyume. na pamoja na hali yote jumuiya hii iliendelea kupata maendeleo. kisha anasema sayyidina alayhi salatu wasalam, illam ya'simka an-nasu wa ya'simuka Allahu min indihi ya'simuka Allahu min indihi wa illam ya'simka an-nas. angalieni kitabu barahini ahmadia. tafsiri ya ufunuo huu ni kwamba hata kama watu hawakukusalimisha wakifanya juhudi ya kukuangamiza, lakini Mwenyezi Mungu kwa fadhila zake atakusalimisha, lazima atakusalimisha hata kama watu hawataki kukusalimisha. angalieni bishara hii ni ya shani gani. kwa ajili ya kunisalimisha aliniahidi. ilielezwa waziwazi kwamba watu watabuni hila mbalimbali ya kukuangamiza, lakini Mwenyezi Mungu atakuwa pamoja nawe na atavunja hila zao na atakusalimisha. sasa kuna hila gani ambayo hawakufanya kwa ajili ya kuniangamiza? walifanya hila mbalimbali, walifanya kesi ya mauaji, waliungana kwa ajili ya kunifedhehesha, kwa ajili ya taxi walifanya hila, waliandika fatwa ya kafiri kuhusu mimi, lakini Mwenyezi Mungu aliwafedhehesha, hawakufauli katika hila zao. Tufani hii iliyopatikana baadaye, Mwenyezi Mungu aliniambia kuhusu tufani hii mapema sana. basi muogope Mwenyezi Mungu kwamba je, hii si msaada wa Mwenyezi Mungu? lakini kama mnasema kwamba yasimu, kwa maana yake ni kwamba watu hawatakusumbua hata kidogo, lakini ulisumbuliwa, ulitukanwa, kesi ilifanywa dhidi yako na ulipata hasara kwa sababu yake. majibu yake ni kwamba ismat, maana yake ni kwamba utasalimishwa katika hila kubwa ya maadui. angalieni Mtume SAW pia aliahidiwa kwamba atasalimishwa, lakini katika vita vya Uhud Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alijeruhiwa sana, na tukio hili lilitokea baada ya ahadi ya kumlinda yeye Mtume SAW. vile vile Mwenyezi Mungu alimwambia Isa alayhi salatu wasalam, iskafaftu bani Israila anka, yani kumbuka wakati nilipowazuia wana wa Israeli waliokuwa na mpango wa kukuua. lakini historia inathibitisha kwamba Isa alayhi salatu wasalam alikamatwa na Mayahudi na alipelekwa msalabani, lakini Mwenyezi Mungu alimsalimisha, hakuuawa msalabani. hii ndio ni maana ya iskafafto, vile vile kama ni maana ya idh wallahu yasimuka minan nas. basi hii ni mifano mitatu minne ya bishara ya sinama la salatu wasalam nilizochagua kwa ajili ya leo.
halifa mtukufu anasema vile vile vitabu vya sayyidina alayhi salatu wasalam pia ni nishani ya Mwenyezi Mungu. Sayyidina alayhi salam anasema kwamba wakati wa kuandika kitabu chochote mimi naona msaada wa Mwenyezi Mungu, na ninapoandika katika lugha ya Kiarabu au Kiurdu naona kwamba kwa ndani yangu mimi nafundishwa. Kwa hiyo andiko langu liwe katika lugha ya Kiarabu, Kiurdu au Kipersian inakuwa katika sehemu mbili. Ya sehemu ya kwanza ni kwamba mimi napata maana na maneno na naendelea kuandika, na kwa ajili ya kuandika maandiko haya sipati tabu yoyote, lakini silsila hii inakuwa sawa na uwezo wa akili yangu. Hata kama nisingepata msaada hasa wa Mwenyezi Mungu, kwa fadhili za Mwenyezi Mungu ningeweza kuandika maandiko haya kwa kufikiria sana na kwa kutumia muda mrefu. Wallahu alam. Sehemu ya pili ya maandiko yangu ni msaada maalum wa Mwenyezi Mungu, na ile sehemu ni hii kwamba ninapoandika maandiko ya Kiarabu na wakati wa kuandika ninahitaji maneno ambayo siyajui, wakati ule ufunuo wa Mwenyezi Mungu unaniongoza na maneno yale yanafunuliwa moyoni mwangu, na vile vile katika ulimi wangu pia maneno yanapatikana. Kwa mfano katika lugha ya Kiarabu nilikuwa nataka neno kwa ajili ya basiare ayali, na nilikuwa sijui neno gani liandike. Basi mara moja napokea ufunuo, neno la zafaf lililofunuliwa moyoni mwangu, na maana yake ni basiari ayal. Au wakati fulani, wakati wa kuandika nilikuwa nahitaji neno wa maana ya maneno kukaa kimya wakati wa hasira. Mara moja ilifunuliwa moyoni mwangu kwamba vujum, yani vujum ni neno. Vile vile hii ndiyo ni hali ya maneno ya Kiarabu. Maneno mengi yanafunuliwa moyoni mwangu, au malaika anaandika juu ya karatasi na ananionyesha, na maneno mengine yanakuwa aya za Qur'ani tukufu pia. Na baadhi wakati baada ya muda mfupi najua kwamba neno fulani lililofunuliwa na Mwenyezi Mungu, neno lile linapatikana katika kitabu fulani na fulani, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni miliki wa kila kitu. Maneno mazuri au shairi mzuri ya kitabu chochote kinachopatikana katika kitabu chochote Mwenyezi Mungu anafunulia moyoni mwangu. Lakini jambo la kushangaza zaidi ni hii kwamba mimi nafunuliwa katika lugha ambayo sijui, kwa mfano Kiingereza, Kiebrani au Sanskrit, kama imeandikwa katika kitabu Barahini Ahmadiyya. Mimi nasema kwa kuwapa jina la Mwenyezi Mungu kwamba hivi ndivyo ni suna ya Mwenyezi Mungu pamoja nami. Hii ni nishani niliyopewa. Mwenyezi Mungu hajali kwamba neno ambalo nililolifunuliwa lile neno linapatikana katika lugha ya Kiingereza, Kiarabu au katika Sanskrit, lakini kwangu neno lile ni mambo ya ghaibu. Kama Mwenyezi Mungu katika Qur'an tukufu kwa kueleza visa vingi vya Taurati amesema kwamba ni mambo ya ghaibu, lakini vile visa vilipatikana katika Taurati, lakini kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa mambo ya ghaibu. Basi hii ndiyo ni siri kwayo, na waita wapinzani wangu kwamba waje na wapambane nami katika kuandika maandiko katika lugha ya Kiarabu. Hii ndiyo ni sababu yake kwamba vitabu vyake vilivyoleta athari juu ya Waarabu, mifano yake nitaeleza kadhaa.
ambayo inapatikana siku hizi. Wakati wa sinama la salam hakuna yeyote aliyekuja kushindana naye. Kuna mwanamke mmoja wa Palestina anasema kwamba nilikuwa na imani kamili kwamba Isa alayhi salam yuko mbinguni na katika zama za mwisho atashuka kutoka mbinguni, na kwa kutumia upanga atawatoa Waislamu katika utumwa. Kwa hiyo nilikuwa nasubiri siku ile kwa hamu sana. Baadaye nilijua kuhusu jumuiya kwa kumpitia shemeji yangu. Nilijua kuhusu jumuiya kwa sababu alikuwa akizungumza nami kuhusu jumuiya, bali alinipatia vitabu vya Kiarabu ya Sinama alayhi salatu wassalam. Katika vitabu vile nilipata lulu, na sikupata elimu ya aina hii katika maisha yangu, na elimu ile ilikuwa mpya kwa ajili yangu. Kwa kusoma vitabu vile mtu anakuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo baada ya kupata itminan utulubu nilifanya bayat. Bana Hajasa kutoka Aljazair anaandika kwamba kwa sababu ya tafsiri mbaya za Qur'an tukufu nilitosheka, na nilikuwa nashangaa kwamba je, hii inaweza kuwa kitabu cha Mwenyezi Mungu? Kwa hiyo kwa bahati nilijua kuhusu vitabu vya jumuiya kabla ya kusoma tafsiri ya Sinama alayhi salatu wasalam. Nikasali nafali na nikafanya dua kwamba Mola uniongoze katika njia iliyonyoka. Kadri niliyoendelea kusoma, kifua kiliendelea kufunguka na nikapata imani hii kwamba hii si maandiko ya mwanadamu wa kawaida, bali ni ufunuo wa Mwenyezi Mungu uliofunuliwa. Kisha Faraz Sahib kutoka Abu Dhabi anasema kwamba vitabu Sayyidina alayhi salatu wasalam nilivyovipata kwa kusoma vile vitabu na kwa kuangalia kipindi cha Al-Hawar katika MTA, nilijua kuhusu jumuiya. Mwanzoni kwa sababu ya ujinga nilionyesha upinzani, lakini wakati niliposoma Qur'ani, aya za Qur'an tukufu na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, moyo wangu ulianza kupata utulivu. Kwa hiyo nikawa na njia mbili. Ya kwanza ilikuwa hii kwamba niendelee kusubiri Yesu Kristo kutoka mbinguni, na vile vile niendelee kusubiri Dajjal ambaye sifa zake zimeelezwa kama ni sifa za Mwenyezi Mungu, kwa mfano kuisha wafu, vile vile visa vya jini, au nifuate njia ingine ya kumpokea Sayyidina alayhi salatu wassalam ambaye anaeleza sura safi ya dini tukufu ya Islam, na amelinda Mtume sallallahu alaihi wasallam, pia heshima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nilifanya maombi sana kwamba Mwenyezi Mungu aniongoze na aniendeleze katika njia iliyonyoka. Kwa hiyo nikaona moyo wangu unavutika upande wa jumuiya na upande wa Sinama alayhi salatu wasalam. Anasema mimi nimesoma kanuni, sheria. Niliposikia shairi ya Sinama alayhi salatu wasalam kuhusu sifa za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, moyo wangu ulitetemeka na macho yalianza kutoa machozi, na moyo wangu akasema kwamba shairi hili si ya mwongo hawezi kuwa na mapenzi ya aina hii moyoni mwake. Kisha muajemi anawezaje kusema shairi hili katika lugha ya Kiarabu? Hii haiwezekani bila kuwa na msaada wa Mwenyezi Mungu. Kisha Abbas ambaye anaishi Italy, ni Mwarabu, anasema kwamba mimi nilianza kuangalia MTA. Siku moja nilikuwa naangalia Al-Hawar al-Mubashir, nilisikia kasida ya Sinama alayhi salatu wasalam katika lugha ya Kiarabu katika MTA. Kwa kusikiliza kasida hii ya Sinama alayhi salatu wasalam, niliendelea kuangalia picha ya Sinama alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo nikasema kwamba
wallahi mwongo hawezi kusema maneno haya, lazima huyu ni mtumwa wa Mwenyezi Mungu, huyu hawezi kuwa mtu ambaye anamfedhehesha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha ni Khalisa wa Morocco anasema kwamba baada ya kujua kuhusu jumuiya nilikuwa na shangaa kwamba Imam Mahdi ameshakuja na ameshafariki na sisi tunapata taarifa yake sasa hivi. Kwa kufikiria hivi niliomba mwongozo kutoka kwa Mwenyezi Mungu na nilifanya maombi, na kwa kupitia Arabic website ya jumuiya nilianza kusoma vitabu vya lugha ya Kiarabu. Kitabu cha kwanza nilichosoma ni hekima ya mafundisho ya Islam. Katika kitabu hiki nilisoma madhumuni ya itazul qurba na kuhusu uadilifu. Kisha baadaye nilisoma kitabu kitwacho Tabligh. Vitabu hivi vilitiririsha mito ya aina hii kwamba nilikuwa nikisema kwamba nimepata hazina kubwa sana katika sura ya vitabu hivi. Kuna Amada Sahib ni bana moja kuhusu huyu bana Tahir Hani Sahib anaandika kwamba huyu bana aliuliza swali kuhusu Sayyidina Ali salatu wasalam kwamba alikuwaje kuwa Maryam. Kwa hiyo alitumiwa maandiko ya Sayyidina Ali salatu wasalam na vitabu Sayyidina Ali salatu wasalam, na alipata athari sana kwa kusoma vitabu hivi. Na anaandika kwamba kitabu kiitwacho At-Tabligh cha Sayyidina Ali salatu wasalam kilifungua kifua changu, na nilishangaa kwamba katika zama hii nilibahatika kusoma maandiko ya nabii wa Mwenyezi Mungu. Kwa kusoma vitabu hivi wasiwasi yote nilikuwa ninayo iliondoka. Kuna mada moja ya Yemen anasema kwamba mimi kwa kuwa mwandishi wa habari nilikuwa na hamu kwamba nijue kweli ni nini. Kwa hiyo nikasoma vitabu vya wapinzani wa jumuiya. Katika vitabu hivi nilikuta shutuma tu na fatwa za kafiri. Mwishowe hatimaye nilifika katika hali hii kwamba katika vitabu vyao hakuna zaidi ya shutuma, na upande mwingine ilikuwa miujiza ya lugha ya Kiarabu ya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Na hii pia ilikuwa miujiza ya Mwenyezi Mungu kwamba Mahdi alizaliwa katika Waajemi, kwa sababu mwongozo hausiki na Waarabu tu. Na wengine wanakosa gani kwamba hawapati mwongozo? Na iliyosema kwamba katika zama ya mwisho Islam itakuwa imesahulika, maana yake ni kwamba Islam itahuishwa kwa kuwapitia Waajemi. Niliposoma vitabu vya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam nikajua kwamba ameeleza mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Islam ni dini ya amani, lakini Waislamu wanapigana. Wapo wengine ambao wanasubiri Mahdi atakayemwaga damu, wengine wanasubiri Mahdi atakayetoka pangoni, na upande mwingine ni Jumuiya Ahmadiyya ambayo kwa kupokea imamu wa zama hii inafuata nyayo zake. Kuna Bana Hayat kutoka Iran anasema kwamba nilizaliwa katika familia ya Shia. Kwa kutoka mwanzo nilikuwa napenda dini. Niliangalia vipindi mbalimbali vya TV na vitabu nilisoma. Jinsi Islam ilikuwa inaelezwa nilikuwa sitosheki. Nilikuwa nasema kwamba jinsi Islam inaelezwa lazima kuna upungufu ndani yake, kwa sababu Qur'an inasema watu watajiunga kwa wingi, lakini wengi wa Waislamu hawajui kuhusu uhakika wa Islam. Kwa hivyo nikawa na yakini kwamba kuna haja ya kurekebisha maana hizi zinazoelezwa. Rafiki moja alinialika nyumbani kwake na akanijulisha kuhusu MTA. Kwa nikaangalia kipindi kitwacho Hawarul Mubashir na vipindi vingine pia, na nikapata athari sana kwa sababu ya tafsiri ya Qur'an tukufu. Mara ya kwanza katika TV channel niliona kwamba maswali yanajibiwa kwa kupitia Qur'an tukufu na tafsiri ya sahihi ya Qur'an tukufu. Anasema vile vile nilikuwa na shangaa kwamba hawa maulama wasikuwa Ahmadiyya wanawaita Mashia kwa ajili ya mjadala, lakini dhidi ya Ahmadiyya wanatoa fatwa
ya kafiri na wanatukana tu kwa sababu hawawezi kujibu hoja za maulama wa kiahmadia. Anasema wahamadia wanafungwa gereza na wanauawa. Nikawa na yakini kwamba wapinzani wa ahmadia wanafedhehesha islam tu. Wakati wote napoangalia mtia imani yangu inaimarika. Itikadi yenu ya kutokuwa na nasakh na mansukh katika Qur'an tukufu, kwa kujua itikadi yenu nikawa na yakini kwamba mnapenda dini tukufu ya Islam. Niliposikia kwamba kwa ajili ya kuthibitisha ubora wa dini tukufu ya Islam juu ya dini zingine, Masih Maud ameandika kitabu Barahini Ahmadiyya. Kwa hiyo nikawa na yakini kwamba mnafanya tabligh ya dini tukufu ya Islam, na kwa kusoma vitabu vya Sinam al-Islam na vitabu vya mahalifa nikawa na yakini kwamba hawa si watu wa kawaida bali ni kundi la Waislamu haswa. Kwa kuona umahiri wa lugha ya Kiarabu Sinam al-Islam na vile vile kutoa kwake challenge kuandika vitabu dhidi ya lugha ya Kiarabu chake, ilikuwa nafasi nzuri kwa ajili ya wapinzani kwamba waonyeshe ubora wao juu yake, lakini hawakuweza kufanya hivi. Kwa kuona mambo haya yote nilikuwa sina njia nyingine isipokuwa hii tu kwamba ni muamini Sinam al-Islam. Na baada ya kujiunga na jumuiya kufanya mahubiri, mimi naona kwamba ni jukumu langu. Hazur anasema kwamba matukio ya aina hii ni chungu mzima. Nimeeleza kadhaa tu mbele yenu. Kisha kuhusiana na nishani Sinam al-Islam anasema kwamba mimi ni yule ambaye kwa mkono wake nishani mamia ilipatikana. Je, ardhini kuna mtu yeyote ambaye anaweza kushindana nami katika kuonyesha nishani? Na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu kwamba mpaka leo nishani zaidi ya 200,000 imeshatokea, au labda watu 10,000 au zaidi ya 10,000 walimuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye alinisadikisha mimi. Miongoni mwa hawa walikuwa wenye kupata ufunuo na wafuasi wao walikuwa 3 au 4 walionyeshwa katika ndoto kwamba huyu mtu ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na wengine miongoni mwa hawa walikuwa wale ambao walifariki miaka 30 kabla ya kuja kwangu, kama Gulab Shah wilaya ya Ludhiana. Alimwambia Karim Bakhsh kwamba Isa ameshazaliwa katika Qadian, atakuja katika Ludhiana. Mia Karim Bakhsh ni mtu mwema sana. Yeye alikutana nami katika Ludhiana na alinielezea bishara hii yote. Ndiyo maana alisumbuliwa na mashekhe, lakini hakujali usumbufu huu. Alisema kwamba Gulab Shah aliniambia kwamba Isa bin Maryam hayupo mbinguni, ameshafariki na hatakuja tena duniani kwa ajili ya umma hii Mirza Ghulam Ahmad Isa ambaye anafanana na Isa alayhi salatu wasalam, na huko mbinguni jina lake limeandikwa Isa. Na amesema Karim Bakhsh, huyu Isa atakapokuja utashuhudia kwamba mashehe watampinga sana, lakini watashindwa katika upinzani wao. Huyu Isa atakuja duniani ili tafsiri mbaya Qur'an tukufu iliyofanywa afute ile tafsiri na aonyeshe maana tafsiri sahihi ya Qur'an tukufu. Na aliniambia kwamba utapata umri kiasi hiki kwamba utamuona Isa. Tunaona kwamba Sinam alayhi amesema kwamba watu wengi walimuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sasa aliwaongoza wale watu. Wakati wa Sinam alayhi wengine waliofanya bayat na eleza mifano yao. Hadrat Mia Abdul Rashid Sahib radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba nilifanya bayat kwa kupitia ndoto yangu. Nilimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ndoto yangu kama amelala kitandani na yeye ni mgonjwa sana. Sinam alayhi amesimama karibu naye kama amekuja kuangalia hali ya mgonjwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kushika bega la Sinam alayhi wasallam anasimama, na katika hali hii akaanza kutoa hutuba, na katika hutuba yake alieleza kuhusu ukweli wa Sinam alayhi wasallam. Kisha baadaye katika ndoto niliona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshapona na uso wake umekuwa wenye nuru sana, na nimeona maana yake ni hii kwamba sasa Islam
itahuishwa tena kwa kupitia sinam alah salatu wassalam. Kwa hiyo baada ya ndoto hii nilifanya bayat. Bana abdusattar mtoto wa abdullah anasema kwamba nilimuuliza baba yangu kwamba sisi hatujui masala ya kifo cha nabii isa alah salam, tunajua kwamba yeye yupo hai na tunajua kuhusu uhai wake, kwa hiyo nielemishe kuhusu hii. Baba yangu akanielezea ndoto yake baada ya kufanya bayat kwamba nimeona mahema mawili karibu na mto wa Ravi. Hema moja ni sinam alah salatu wassalam na hema ingine ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Niliingia katika hema ya mtume sallallahu alaihi wasallam na nikamuuliza kwamba aliyedai masihi maud ni mtu wa aina gani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba huyu mtu ni mzuri, ni mzuri, ni mzuri. Mara 3 alisema kwamba huyu ni mtu mzuri sana. Kwa kuona ushahidi huu nikawa na yakini kwamba sinam alah salatu wassalam ni mkweli katika madai yake. Sisi hatuhitaji kujua kuhusu uhai wa Isa na kifo cha Isa alah salatu wassalam. Kwa hiyo nikafanya bayat. Kisha karamdas sahib anaeleza riwaya yake kwamba kabla ya kufanya bayat nilimwona sinam alah salatu wassalam katika ndoto. Nilimwona kwamba kuna barabara, katika barabara ile mtume sallallahu alaihi wasallam na sinam alah salatu wassalam wanatembea. Mimi nakuja kwa mbele, mtume sallallahu alaihi wasallam ananiambia kwa kumwashiria sinam alah salatu wassalam kwamba huyu ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mara 3 alisema hivi. Ni 2902 nilipofanya bayat katika msikiti wa Mubarak ya Qadian. Nilimuona mtume sinam alah salatu wassalam katika maumbile yale yale nilimuona katika ndoto yangu. Halifa mtukufu anasema kwamba katika dhama hii pia tunaona matukio ya aina hii. Bwana Muhammad bin Ahmad kutoka Germany anaandika kwamba kutoka kwa muda mrefu nilikuwa nafikiria kwamba niandike, lakini nilikuwa sipati nguvu ya kuandika, kwa sababu ikiwa mimi sipo katika hali fulani nilikuwa sipati ridhaa ya Mwenyezi Mungu, siandiki. Anasema nilikuwa wakati nilipokuwa nasoma katika Germany, mwanzoni nilikuwa nikiishi na familia yangu katika Saudi Arabia. Kule nilikuwa sikusikia kuhusu Ahmadiyya. 2004 au 2005 nilibahatika kumuona mtume sallallahu alaihi wasallam katika ndoto. Tulikuwa katika mnara mzuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliashiria upande wa mwezi kwa kidole chake, na mwezi ulikuwa karibu sana nasi. Mwanga wa mwezi ulikuwa umesambaratika kila mahali, na katikati yake ilikuwa mnara moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuashiria kitu fulani alikuwa ananiambia, na kuhusu kile kitu nilikuwa sijui. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaongea nami kwa upole kiasi hiki kwamba siwezi kueleza ile hali. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akaondoka, na katika uso wake niliona wasiwasi na huzuni kuhusu dunia. Kisha baadaye nikaamka katika hali kwamba mimi nipo juu ya ardhi. Kisha baada ya ndoto ile kwa siku kadhaa sikuongea na watu na sikuelewa ndoto hii mpaka baba yangu alinielezea kuhusu ndoto yake moja, aliponiambia kwamba yeye pia alimuona mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwaka 1979 alimbashiria baba yangu kuhusu kuzaliwa kwangu, na alisema kwamba utapata mtoto na umpe jina Muhammad. Na ndoto hii baba yangu aliniambia katika mwaka 2007, na wakati ule nilikuwa sijui kuhusu jumuiya. Kisha baadaye mdogo wangu akaniambia kuhusu jumuiya, nikasoma vitabu vya jumuiya, na madai haya yalikuwa yale tulikuwa tukizungumza. Kwa mfano hii kwamba Dajjal maana yake ni kwamba mataifa ya Ulaya. Kisha anasema kwamba kwa kusoma vitabu ya sinam alayhi salatu wassalam nilikuwa nikilia sana, kila neno lilikuwa likishuka moyoni mwangu. Hii ni fedha ambayo siwezi kueleza thamani yake ni nini. Ushindi wa itikadi za jumuiya juu ya makundi mengine pia ilikuwa wazi. Kwa mfano Qur'an tukufu Nasir Mansukh haipatikani ndani ya Qur'an tukufu.
kuhusu heshima ya mtume saa sallam, kuhusu tafsiri ya miraj na khatama nabiyin. Ni tafsiri sahihi ambayo inayoelezwa na jumuiya. Ingawa siku hizi jumuiya hii inapata ushindi upande moja, lakini siku za usoni jumuiya hii itapata ushindi kwa kikamilifu. Kuna bana moja kutoka Damascus anaitwa Zaman, anasema kutoka University ya Damascus, baada ya kumaliza masomo yangu nilianza kufanya kazi ya computer na nikaanza kusomesha Qur'an tukufu pia katika misikiti ya Damascus. Na sikusoma dini tukufu ya Islam katika chuo chochote, bali nilisoma mimi mwenyewe kwa sababu ya tukio fulani. Nilipoanza kufanya utafiti kuhusu maarifa ya Mwenyezi Mungu, roho ya kwanza niliyoona katika roho ya ile niliyepewa ujumbe kwamba hazina yote inapatikana katika Qur'an tukufu na mambo yote ya maisha yanapatikana katika Qur'an tukufu. Nilipofikiria kuhusu Qur'an tukufu katika sala usiku moja, niliogopa sana katika maneno haya ya Mwenyezi Mungu, allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa yasabuna annahum yusaluna sun'a. Na nikamwomba Mwenyezi Mungu anielekeze njia iliyonyoka. Wakati ule vijana wawili wakagonga mlango wangu na wakauliza swali kuhusu Qadiania. Nikachukua kitabu kimoja kuhusu Qadiania na kaanza kusoma. Mara nikafunga kile kitabu na mimi nikaona kwamba mimi nimenakosea, kwa sababu mimi naeleza kuhusu jumuiya ambayo sijawahi kuzungumza nayo, bali mimi nasema mambo yote niliyoyasikia kutoka kwa watu wengine. Baadaye nilikutana na bana Badr Saheb, alinipatia kitabu kiitwacho Hekima ya Mafundisho ya Dini Tukufu ya Islam. Mimi sikuacha ile kitabu mpaka nikasoma kitabu chote mpaka mwisho. Baada ya kusoma kile kitabu nikaona kwamba huyu mtu aliandika kitabu hiki ni Muislamu mkamilifu. Huyu lazima ni mtu aliyeteuliwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kile kitabu kiliniachia athari kubwa sana, hasa mada ya kuendelea kwa ufunuo iliniachia athari kubwa sana. Miezi 6 iliyopita niliona katika ndoto kwamba nimeenda kwa Mwenyezi Mungu na nuru ya Mwenyezi Mungu imeenea kila mahali. Wakati ule Mwenyezi Mungu ananiambia atayatuka dar alwaqi, yani mimi nimekupatia ngao ya kujilinda. Sikuelewa maana yake ni nini, na kwa sababu ya haya sikumuuliza Mwenyezi Mungu maana yake ni nini, bali nilisema sama wa ta'atan. Katika hali hii nikamwona malaika ambaye alikuwa malaika ya vita na alikuwa ameshika silaha. Huyu malaika akasema, umwambie rafiki yako bana Basit kwamba ashike la ilaha illa Allah. Baada ya roya ile nikasoma vitabu vyote vya Sinama la Islam vilivyoandikwa katika lugha ya Kiarabu na nikapata faida kubwa sana kwa sababu ya vitabu hivi. Baadaye nilifanya istikhara na wakati fulani nilisikia aya moja ya Qur'an tukufu isemayo abda min ibadina ataynahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma. Kisha mara ya pili nilimwona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nilipomuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba kwa ajili ya kuokoa katika fitina ya zama hizi ni Mirza Ghulam Ahmad ni ngao. Kisha kwa kuona nishani mbalimbali wa watu wa Afrika pia walijiunga na jumuiya. Mashiri wetu Abdul Malik anasema yeye pamoja na wenzake wawili walienda katika kijiji fulani kwa ajili ya mahubiri. Vijana wa pale walipiga kelele sana katika mahubiri yetu, kwa hiyo tulilazimika kufunga mahubiri yetu. Kesho yake wenye kijiji kwa ajili ya mpango wao fulani walijumuika sehemu moja. Mara moja hewa kali ilianza kuja na kulikuwa hakuna msimu wa mvua. Mara mawingu yakaja na pamoja na hewa mvua kali ulionyesha na mpango wao wote uliharibika. Kwa kuona tukio hili wenye kijiji wakaona kwamba hii ni ghadhabu ya Mwenyezi Mungu na imekuja kwa sababu ya hii kwamba tuliwazuia wanajumuiya kwa kufanya mahubiri, na kwa sababu ya tukio hili watu 41 walijiunga na jumuiya.
kisha kuna kijiji kimoja kule katika Nigeria kiitwayo Udulu. Kule mahubiri alipofanywa upinzani mkali ulipatikana. Baada ya siku chache bwana moja aitwaye Bashir akaja na akasema kwamba alifanya maombi kwamba ikiwa wanajumuia si wa kweli basi wapatie usumbufu, lakini kama wanajumuia ni wa kweli basi wapatie usumbufu hawa wapinzani ili iwe nishani. Baada ya siku 5 niliona kwamba katika wapinzani wawili waliugua na katika tabu sana walikufa, na kwa kuona nishani hii nikawa na yakini kwamba jumuiya hii ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kwa moyo safi mimi na amini jumuiya na jiunga na jumuiya. Kisha katika Burkina Faso kuna sehemu itwayo Dudgu. Kutoka kule Mbashiria anaandika kwamba kwa ajili ya mahubiri tulipotembelea vijiji mbalimbali, tulienda katika kijiji kimoja ambapo tuna wanajumuiya 100. Wakasema kwamba Bashiri, kwa muda mrefu mvua haukunyesha, hatuwezi kulima shamba wala kupanda mimea. Bashiri akasema twende tukafanya maombi na tusali swala ya istisqa. Asubuhi sana tutasali swala ya istisqa. Kwa hiyo wafahamishe watu wote walipofahamishwa, wasiokuwa wa Ahmadiyya hawakushiriki katika swala hii. Bashiri anasema katika swala nilimuomba Mwenyezi Mungu kwa kusema kwamba Mola wangu uonyeshe mvua, usikie upokee maombi yetu na uonyeshe kweli dalili ya kweli Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu akapokea maombi ya wazee na watoto, na usiku ule mvua ulinyesha. Na sisi baada ya kusali sala tulienda katika jiji kingine. Usiku mvua ulinyesha. Asubuhi wanajumuiya wakaja na wakasema kwamba usiku kwa fadhili za Mwenyezi Mungu mvua mkubwa ulinyesha usiku. Kwa sababu ya tukio hili Waislamu wa Soko Ahmadiyya na Wakristo waliathirika sana, ambao walituona tulipokuwa tunaswali, na kwa sababu ya tukio hili watu 90 walijiunga na jumuiya. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema jumuiya yetu inatakiwa ijenge uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu, na inatakiwa itoe shukrani kwamba Mwenyezi Mungu hakuwaacha, bali kwa ajili ya kuwapatia imani ameonyesha nishani chungu mzima ya kudra zake. Hazur anasema kwamba Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kujenga uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu, tuweze kujenga uhusiano wa aina hii kwamba kila mmoja wetu Mwenyezi Mungu amwonyeshe nishani yake, na nishani ile iongeze na imarishe imani yetu. Na katika kizazi chetu pia tuweze kuendeleza tabia hii na tuweze kufundisha kwamba wajenge uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu. Ikiwa wao wamefanya bayati ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waheshimu neema hii ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu aendelee kuimarisha imani katika kizazi chetu pia. Alifa mtukufu anasema kwamba sasa hivi kuna habari ya msiba. Nitaswalisha jeneza 2 baada ya swala. Jeneza ya kwanza ni ya bana Raziuddin Sahib, mwana wa Muhammad Hussain Sahib, ambaye tarehe 8 ya Februari 2014 aliuawa wakati alipotoka nyumbani kwake kwa ajili ya kwenda kazini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pamoja naye alikuwa mke wake na mpwa wake pia. Siku ile ilikuwa strike katika Karachi. Mke wake alisema kwamba asiende kazini, lakini akasema kwamba ataenda kazini. Kwa hiyo akajiandaa, alienda mbali kidogo katika nyumbani kwake. Vijana wawili wakaja na pikipiki wakapiga risasi. Risasi moja ilipigwa shingoni mwake. Mpwa wake alikuwa pamoja naye, akaenda nyumbani kwa ajili ya kufahamisha watu nyumbani. Mke wake alimpeleka hospitalini. Madaktari walifanya juhudi ya kumtibu, lakini kwa sababu ya majeraha alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mwana wa Muhammad Hussain Mukhtar Saheb. Babu wa shahid marehum ilikuwa kutoka Poonch, Kashmir. Wazee wawili wa kule walienda Qadian, walifanya bayati ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na baada ya kurudi walianza kufanya mahubiri. Na kwa sababu ya matokeo yake babu moja wa marehemu Fateh Muhammad Sahib alifanya bayat.
Mukhtar Ahmad Sahib ambaye alikuwa babu wa shahid marehemu na baba yake Muhammad Hussain Mukhtar. Wakati wa uhuru wa Pakistan familia hii ilihamia Kotli na tangu 1992 walihamia Karachi. Baada ya kumaliza masomo yake mpaka FA, tangu miaka 6 alikuwa anafanya kazi katika kiwanda fulani. Wakati wa kuuawa umri wake ulikuwa miaka 26. alikuwa mtu mpole sana na alikuwa mwenye hulka njema sana. Alikuwa akipenda sana uhalifa, alikuwa akiheshimu sana viongozi wa jumuiya, hakupigana na mtu yeyote. Wakati wa ushahidi wake wasiku wanajumuiya marafiki zake walikuja wakasema kwamba bwana huyu hakumsumbua mtu yeyote wala hakumpatia mtu yeyote nafasi ya kuleta malalamiko. Alikuwa na hamu sana ya kuuawa. Kabla ya kuuawa kwake alimuona mtu kwamba ameshika upanga na anamfuata. Tarehe 6 ya Februari, siku mbili ya kuuawa kwake, mkewe aliona katika ndoto kwamba mume wangu anafanya harusi yake, na kisha aliona kwamba jeneza ipo nyumbani. Kisha na kimbilia nyumbani wa wazazi wangu, na kule pia nakuta kuna jeneza moja. Baba wa shahid marehemu pia aliona ndoto kwamba mtoto mkubwa anakuja kwangu na ananiambia kwamba umepewa nafasi ya siku 17 tu. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, shahid marehemu alikuwa musi na alikuwa akilinda sana msikiti. Baba yake ni mzee, umri wake ni miaka 80, bali ni tangu miaka 4 ni mlemavu, hawezi kutembea. Huyu bana alikuwa akimlisha familia yake nzima, na kaka yake alihama kutoka kule kwa sababu ya mpinzani. Baada ya kwenda kaka yake, huyu bana alianza kupata tishio kutoka kwa upinzani. Marehemu ameacha nyuma mkewe Nusra Jamin na binti moja Atiyatun Nur ambaye ana umri wa miezi 7, na vile vile ameacha kaka pia. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema na wajalie wazazi wake na mkewe na binti yake pia. Mwenyezi Mungu awalinde hawa wote na awapatie subra sana. Jeneza ya pili ni ya Dr. Khalid Yusuf Saheb ambaye tarehe 7 ya Februari katika Fazil Hospital katika umri wa miaka 46 alifariki. Na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dr. Saheb alikuwa musi, amezikwa katika Bahishti Makbara. Baba yake Sayyid Muhammad Yusuf Saheb aliwahi kuwa amir wa Nawabshah. Katika Septemba 2008 aliuawa. Mama yake marehemu anaishi katika Nawabshah. Mwenyezi Mungu alimjalia mabinti 3 na mwana mmoja. Mtoto wa kiume umri wake ni miaka 9. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema, na Mwenyezi Mungu awapatie watoto wake subra na awalinde watoto wake. Baada ya kuuawa baba yake alihamia Rabwa, na alikuwa daktari mzuri sana, aliwahudumia sana watu maskini kule Nawabshah. Na baadaye alipohamia Rabwa kule pia katika Fazil Hospital pia alitoa huduma zake na alikuwa akiwatendea vizuri wagonjwa wake. Siku ambayo alilazwa hospitalini, siku ile pia kwa kuwa na hali kwamba alikuwa mgonjwa, aliwaona wagonjwa 80. Alikuwa na shauku sana ya kutoa huduma zake. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema, amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.